Bwana Yesu asifiwe. Jamani, ndo kanisa amen yenu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja tulifanya hesabu ya gharama ya oksijeni kwa mtu ambaye anaishi miaka 70, kwa kuangalia kiwango ambacho hospitali ya Nairobi inatoza kwa kila saa kwa mtu ambaye anawekewa oksijeni. Tukakuta kama unaishi miaka 70, tenga shilingi trilioni 2 na bilioni 700 ya kulipia hewa. Trilioni 2, bilioni 700. Wewe unapumua bure. Unaambiwa Bwana asifiwe, anayelipia unasema amen. Haya sasa, Bwana Yesu asifiwe. Woo! Hallelujah. Hebu tumpe Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, praise God. Praise God. Karibu ukae. Hebu mgeukie tena jirani yako, mwambie trilioni 2 bilioni 700. Kama umeishi miaka 70. Mungu anatupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anafanya nini? Mungu anatupenda. Na kama Askofu Dickson Mtalitinya alivyosema, kanisa la MTBC Dar es Salaam tumelazimika kuibadilisha kalenda ya mwaka. Sisi ya kwetu itaanza tarehe 11. Bwana Yesu asifiwe. Ili niweze kuwepo Moshi tarehe 4. Na hili sio jambo ambalo mimi na Askofu Dickson tulilipanga, maana nilikuwa na ratiba ya kuja kaskazini ambayo ingeniweka kaskazini kuanzia tarehe 22 mwezi wa 12, tarehe 2 nigeuze kurudi Dar es Salaam. Tiketi ilikuwa imeshakatwa mwezi mmoja kabla. Mungu akasema Jumapili ya kwanza sio Dar es Salaam, Jumapili ya kwanza ni Moshi. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia Mungu, pamoja na kwamba nimekubali sitasafiri kwa basi, na safiri na ndege hiyo hiyo, naomba nikienda nipate nafasi. Kwa nikaenda kubadilisha tiketi tarehe ya kuondoka. Nikakuta kuna nafasi na nisubiri moja tu, business class ya kurudi Dar es Salaam, ambayo kesho alfajiri narudi, kwa sababu kesho tunaanza mfungo wa mwezi Januari. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi kama huduma Dar es Salaam, mwaka unaokuja ni mwaka ambao tutaomba, tutafunga na kukesha kuliko mwaka mwingine wowote toka tumeanza huduma ile pale Dar es Salaam. Kwa miezi 9 tutakuwa tumefunga. Tutakuwa na mikesha 24 ambayo tayari tumeipanga. Kutakuwa mara 2, tutakuwa na maombi ya kutokukata ya masaa 48. Zile sikukuu ambazo siku 2 zimefuatana, tutakuwa tumejifungia kanisani, tunaomba masaa 48. Alafu watu watajua wenyewe, baada ya masaa 48 wataenda kazini, watajua wenyewe. Lakini lazima tukutane tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Moja, mtoto ikifika wakati wa kuzaliwa, lazima mama uweze kusukuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwakani tunaamini kwamba kuna kitu kikubwa tunaenda kukisukuma. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akinisemesha kuhusu Moshi, wasibishane naye, kwa sababu Dickson ni mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siwezi kubishana na Mungu hapo. Amen. Kwa hiyo niko hapa. Tulikuwa na ibada nzuri ya kwanza. Naamini kwamba ibada ya kwanza itapandishwa kwenye akaunti ya kanisa ya YouTube. Naomba uende, kwa sababu ibada ya pili tunaendelea mahali tulipoishia ibada ya kwanza, ili ujumbe mzima ambao Mungu alikuwa anataka kanisa lipokee liweze kuachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Labda kwa dakika 20 za kwanza nifanye recap ya haraka ya yale mambo ya muhimu tumezungumza kwenye ibada ya kwanza, alafu tuendelee na kumalizia huu ujumbe. Kuna hili neno kwa ajili ya mwaka 2026 ambalo mmelipokea kama kanisa. Ile neno linafanya kazi kwa huduma, lakini vile vile hili neno linafanya kazi kwa mtu mmoja mmoja aliye ndani ya huduma. Bwana Yesu apewe sifa.
Kwa hiyo itakuwa ni kipindi cha kujengwa upya kwa huduma, kurejeshwa kwa huduma, kufanywa upya kwa huduma, lakini kadhalika katika maisha yako mwenyewe. Kila neno la kinabii limebeba ndani yake potential. Limebeba uwezo wa kinachoweza kutokea. Wakati Mungu anaposema nasi kama ambavyo amesema na mtumishi wake kwa habari ya huu mwaka 2026, Mungu anasema kile ambacho kinaweza kikatokea. Sasa sio lazima kitokee. Hebu mgeukie jirani yako mwambie sio lazima kitokee. Utimilifu wa hili neno ni conditional. Mungu anaposema kunakuwa, na ndio maana anasema. Yaani vinginevyo angefanya bila kusema. Anasema kwa sababu anachosema kina masharti ili kitokee. Kwanza tunajua kwamba haiwezi kutokea asiposema. Amosi 3:7 anazungumza Bwana Mungu hatatenda neno lolote pasipo kwanza kuwafunulia watumishi wake manabii neno lake. Mstari wa 8 anasema simba amekwisha kunguruma, ni nani asiyeogopa? Hapa anasema Bwana amenena, ni nani awezaye neno ila kutabiri? Kwa hiyo unaona, kitu cha kwanza ili neno litimie, lazima useme kama ili neno linavyosema. Lazima useme kama ili neno linavyosema. Yaani isiwe tu ni neno ambalo amelipokea Askofu Dickson Mtalitinya, bali kama limepokelewa na kanisa, basi mazungumzo yetu lazima yawe sawa na ili neno. Kitabu kile cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 5 na wa 6, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe radhi na vitu mlivyo navyo. Anasema hata twathubutu kusema. Kwa hiyo tunathubutu kusema kwa kuwa yeye amesema. Amesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitu cha kwanza ili neno litimie, lazima tuseme kama ile neno, bila kujali tunaona nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa imani twafahamu, Waebrania 11 na mstari wa 4, kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Yaani tunachokisema ndio kinaumba mazingira yetu. Mstari wa 3. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa ulimwengu wako utaumbwa kwa neno lako. Lakini Mungu ameshakupa neno la kuzungumza. Amen. Lakini pia tunafahamu Yohana 1:3, neno la Mungu linasema vyote vilifanyika kwa neno, wala pasipo neno hakuna kilichofanyika ambacho kilifanyika. Kwa hiyo Mungu akisema, ina maana yuko kazini akilifanya. Hili neno halianzi kutimia leo, lilianza kutimia siku 4 zilizopita. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ni neno la 2026. Samueli wa kwanza 3:21, neno la Mungu nasema Bwana akaonekana tena huko Shilo. Bwana ataonekana tena MTBC Moshi. Lakini Bwana kabla hajaonekana Shilo, anajifunua kwa mtu. Kabla hajaonekana MTBC Moshi, alijifunua kwa mtumishi wake. Kama ambavyo neno linasema alijifunua kwa Samueli huko Shilo kwa neno la Bwana. Kwa hiyo kinachotangulia, neno linafunuliwa kwa mtumishi wake, alafu ndipo Mungu anatenda tena Shilo, ndipo Mungu anatenda tena hapa Kilimanjaro. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo badilisha unavyofahamu, badilisha unavyofikiri, badilisha unavyoongea, liwe sawa na ili neno ambalo Mungu ameliachia, ili likatimie binafsi katika maisha ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini vile vile Paulo anamwambia Timotheo kwenye Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, anamwambia sawasawa na maneno ya unabii yaliyotangulia kutoka juu yako, kwa hayo uvipige vita vizuri. Kwa hili neno halitatimia kama umerelax. Pigana vita ili neno liweze kutimia. Luka sura ya 16 na mstari wa 16 anasema kwamba Torati na manabii vilikuwako mpaka Yohana, tangu siku za Yohana Mbatizaji. Habari njema ya ufalme inatangazwa na kila mtu anajiingiza kwa nguvu. Usipojiingiza kwa nguvu, ili neno haliwezi likatimia. Kwa hiyo lazima ujiingize kwa nguvu. Acha kujikongoja kuja kwenye ibada Jumapili.
Fika mapema, ibada ianze humu ndani. Isaya sura 40 na mstari wa 30 anasema, bali wale wamngojeao Bwana, sio wale ambao Bwana anawangojea. Bwana asikungojee kwenye ibada, wewe mngojee Bwana kwenye ibada. Anasema watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watakimbia wala watachoka, wataenda kwa miguu wala watazimia. Lakini sharti umngoje Bwana. Acha kujivutavuta. Mwambie jirani yako, acha kujivutavuta. Hivi sijui ni Isaya ngapi ile? Yes, Isaya 19 mstari wa kwanza anasema, Bwana ameenda juu ya wingu jepesi. Bwana hatembei juu ya wingu zito. Bwana hatembei na watu wazito. Bwana anatembea juu ya wingu jepesi. Uwe hilo wingu jepesi ambalo linatembea na Bwana. Mwaka huu natimiza muda wa miaka 58, bado hapajatokea kijana kwenye huduma nayoongoza ambaye ana energy kama nilionayo katika kazi ya Mungu. Bado. Kuna mabinti walisikika MTBC wakasema kwamba mwaka 2006 nitahakikisha nafika kanisani kabla ya mchungaji Carlos. Akaulizwa, utakuwa na mpango wa kufika saa ngapi? Akasema saa 12. Akaambia kwamba mchungaji kila Jumapili saa 9 alfajiri gari yake anaipaki kanisani. Akasema nakata tamaa, nabadilisha hilo neno langu. Hajatokea kijana bado mwenye energy, awe kijana ambaye ninamchunga, awe kijana ambaye nimemzaa mahali popote anafanya huduma, bado hajatokea mwenye energy kama hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Tutakwenda kuona. Nampenda Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Nina mahaba na Mungu aliye hai. Nimemzimia, nimekufa, nimeoza kwa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ndio ufunguo, kumpenda Mungu. Love God. Everything inafuata baada ya hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo sawa na maneno ya unabii yaliyotoka, ili neno lilotoka vipige vita vizuri. Asubuhi askofu tulikuwa tunasema kwamba watu wanaomba tuwaombee Mungu awasaidie wamke mapema. Mungu alishakusaidia, ni wewe sasa kutenda. Kitabu kile cha Zaburi 60 mstari wa 12 anasema, kwa msaada wa Mungu tutatenda. Msaada umeachiliwa, kilichopungua ni wewe hutendi. Ukishaza ukitenda msaada jumlisha unachotenda, vitu vikuu vitatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo tenda. Amen. Kwa hiyo pigana vita vile vizuri. Lakini nafikiri tuliona, hebu twende Waebrania 4 mstari wa kwanza na wa pili. Waebrania 4 mstari wa kwanza na wa pili. Sharti la hili neno kutimia, basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Kwa hiyo ahadi inaweza ikawepo, lakini wewe ukaikosa kwa sababu ya kutokuzingatia swala la mstari wa pili. Hebu tuangalie mstari wa pili. Anasema, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, halikuleta faida kwao, halikuzaa matunda kwao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao wanaosikia. Kwa hiyo wewe uliyesikia lazima ichanganyike na imani, na imani bila matendo imekufa nafsini mwake. Kwa hiyo kama unaamini sema, kama unaamini tenda. Wakorintho wa pili sura ya 4 na mstari wa 13, kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani kama ilivyoandikwa, na aliamini na kwa sababu hiyo nalisema. Sisi nasi twaamini na kwa sababu hiyo twasema. Unaongeaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wajua ili neno amepewa Askofu Dickson sio kwa sababu yake, kapewa kwa sababu yetu. Kwa sababu yetu. Yaani sisi tusingekwepo wala asingempa ili neno. Kwa usilichukulie kwamba ili neno la askofu ngoja tuone kama litatimia. Kwa askofu litatimia, alafu kwako itakula kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Utabaki na deni mwisho wa mwaka. Kwa hiyo tembea na hili wingu. Mwambie jirani yako, wingu limeinuka linasonga mbele. Nilikuwa naongea na mama asubuhi hapa wakati tunamsifu Mungu na ibada ya kwanza. Wakati hili kanisa linaanza, mimi nilikuja.
Huku juu ndo kulikuwa kanisani. Hii ndo ilikuwa kanisani. Madhabahu ilikuwa iko huku. Ukipewa neno kuhubiri unasimama huku unaangalia. Sio mitaa hii hapa ndo mstari wa kwanza ulikuwa unaanza. Ngoma ikija hapa tunasema leo ngoma imeshona. Sasa hebu jaribu kuwaingiza watu hawa waje wakae hapa. Hata ukiwalaza hawalali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiposa ikaonekana mahali fulani kwenye Biblia kwamba Samueli akasimama akasema Ebenezeri. Hata sasa Bwana ametusaidia. Kanisa liliwahi kuwa hapa. Mahali ambapo ni kanisa sasa ni madhabahu. Kanisa hii huko tunakoenda, hili kanisa sasa ndo madhabahu. Huko tunakoenda, hii kanisa sasa ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atakuwa mwaminifu kwa mara nyingine. Utukufu wa nyumba ya mwisho utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida yetu tunatafuta iwe perfect ili Mungu afanye. Anafanya kwa sababu ya perfect sacrifice ya Yesu Kristo. Kwa sababu ya dhabihu kamilifu ya Yesu. Ndiyo maana anafanya. Waume wapendeni wake zenu kama Kristo anavyolipenda kanisa. Halipendi kwa sababu limekamilika, ila alijitoa ili likamilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Halipendi eti kwa sababu limekamilika. Jesus is proud of his church. Alijitoa kwa ajili yake, makusudi alisafishe kwa kulitakasa kwa maji katika neno. Kwa hiyo wewe na hiyo hali ya kutokukamilika kwako, njoo sikia neno, maana unapolisikia ndipo unapokamilishwa. Unaposikia ndipo unapotakaswa. Unaposikia ndipo unapofanywa vile anavyotaka uwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili anasema ili yeye ajiletee. Sio sisi tujipeleke kwake kama kanisa tukufu. Yeye ajiletee kanisa tukufu, lisilo na doa, lisilo na ila, lisilo na kunyanzi, wala yoyote anayofanana na hayo, bali liwe takatifu. Utakatifu sio jitihada yako. Utakatifu ni kazi timilifu ya msalaba kukamilika katika maisha yako. Yeye aliyeanza kazi njema ndani yako ataikamilisha hata siku ya Kristo. Yeye aliyeanza kazi njema ndani yako ataikamilisha hata siku ya Kristo. Aweza kuwaokoa kabisa wale wamjiao Mungu kupitia yeye, maana adumu kufanya maombezi kwa ajili yao. Waebrania 7 mstari wa 25, wa Filipi 1 na mstari wa 6. Kila siku utaendelea kuumia. Unaona kwamba MTBC Moshi haistahili kukua, lakini bado inakuwa. Hatukui kwa sababu tunastahili, tunakuwa kwa sababu tumestahilishwa. Hatukui kwa sababu ya leba, tunakuwa kwa sababu ya favor. Bwana Yesu asifiwe sana. Na favor ni zawadi ya bure unayopewa ndani ya neema. Ndani ya neema unapewa kibali usichostahili. Wewe na Yesu mlifanya mtihani, Yesu akapata 100, wewe ukapata 0. Mungu msaishaji akachukua maksi za Yesu akakupa wewe, za kwako akampa yeye. Haleluya. Hujafaulu umefaulishwa, hujashinda umeshindishwa, hujainuka umeinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Fahamu tu kilichofanyika msalabani. Pressure yote itaisha. Pressure yote itaisha. Pressure yote itaisha. Anasema watu hawa nimejiumbia nafsi yangu ili wazitangaze sifa zangu. Mimi tunataka nijivune. Yaani watu wanasema hata huyu ndio nilimuumba ili azitangaze sifa zangu. Wewe ni uzao mteule. Wewe ni ukuhani wa kifalme. Wewe ni taifa takatifu. Wewe ni mtu wa milki ya Mungu, upate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyekuita utoke gizani mahali usipoonekana, uje kwenye nuru ya ajabu mahali unapoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hili kanisa haliendi mbele kwa sababu Dickson ameamua. Dickson mwenyewe ni Mungu ameamua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo litaenda mbele with or without, lakini litaenda. Sasa yeye anajua aende wapi, wakati hapa ndipo kuna maneno ya uzima. Atakuja kujisikiliza yeye mwenyewe akihubiri. Kwa hiyo kila ibada atakwepo. Hebu mwambie jirani yako, wewe usikose ibada. Wewe usikose ibada. Ukituchunguza sana utakosa neema ya Mungu tuliyoibeba.
Ameweka hazina hii ya ajabu katika vyombo vinavyovunjika kirahisi, ili adhama na utukufu vio vya kwake na sio vya mtu mwingine yeyote. Ndio maana hamna utumishi unaompeleka mtu mbinguni. Mbinguni ninaenda kwa kazi ya msalaba katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara ya mwisho Yesu alipokuwa anaongea na wanafunzi wake, akawaambia, ameshamaliza kula nao chakula, akasema kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Yaani kile ambacho naenda kufanya kwa ajili yenu, niaminini. Akasema nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi. Makao sio nyumba nyingi, Makao sio nyumba nyingi. Ngoja nikuinue, naomba kiti chako. Makao sio nyumba nyingi. Makao kuna sehemu nyingi za kukaa. Sio nyumba. Huyo anayekuhubiria kwamba kuna nyumba mbinguni amegushi. Kuna makao mengi. Anasema isingekuwa hivyo nisingewaambia. Naenda kuandalia makao, sio mbinguni. Alipokuwa anaenda msalabani, alikuwa anaenda kutuandalia makao, ili alipo na sisi tuwepo. Hivi niulize swali, kila aliyeokoka hayuko mahali Yesu alipo? Maana alimfufua akamketisha mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko falme, kuliko mamlaka, kuliko usultani, kuliko kila jina litajwalo, si katika ulimwengu huu tu, lakini katika ule ujao. Alafu wewe ukiokoka anakufufua pamoja naye, alafu unapookoka anakuketisha pamoja naye. Yaani hapa nilipo nimeketi, yaani niko Moshi, alafu nimeketi mkono wa kuume. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sisubiri kwenda mbinguni, nilishafika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mbinguni is not a geographical reality. It is a spiritual reality. Ni uhalisia wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huko niko tayari. Ukishajua hivyo, utaomba maombi ya uoga wakati unalala. Ikitokea Yesu umekuja usiku huu na mimi niondoke. Ulishaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wakolosai anasema kwamba uhai wangu umefichwa ndani ya Kristo katika Mungu. Sasa unaniambia niondoke lini? Uhai wangu umefichwa ndani ya Kristo katika Mungu. Mwambie jirani yako, nisha left group. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua maisha, jasho ni alama ya laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ndani ya Kristo tunaingia kwenye pumziko. Tuko hapa kwa ajili ya kukamilisha kazi. Wakati tunakamilisha kazi, sisi wenyewe tunakamilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Acha pressure. Mgeukie jirani yako, mwambie acha pressure. Unajua kwenye shule za kwetu, wanafunzi wa darasa la kwanza wako darasa la kwanza, la pili wako la pili, la tatu wako yani chumba chao cha darasa, chumba chao. Kienda form 1 chumba chao. Kanisani wote kuanzia vidudu mpaka PhD tuko humu ndani. Sasa wewe ukiwapima watu humu, wewe hujui yuko darasa gani. Wewe ni la kwako tu ndo nalijua. Bwana Yesu asifiwe. Alafu siku ya mtihani wala hatuwekewi msimamizi, maana hata mtihani wa Dickson na wa Eliza haufanani. Sasa ibianeni, mtajua. Anaposaisha anajua kwani ndicho ulichoulizwa. Hebu mgeukie jina yako, mwambie ndicho ulichoulizwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kanisani watu wako kwenye hatua tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Wachungaji wanaojielewa hawana pressure na kinachoendelea kanisani. Kwa nini? Anajua watu wako hatua tofauti. Aliyewaokoa ndiye anayejua anawakamilisha lini. Mimi msimamizi tu wa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu wa Mungu, hebu kuwa na amani. Mgeukie jina yako, mwambie kuwa na amani. Yaani swala la mtu kanisani sio issue hata ya kuzungumza. Hivi umesikia? Wala sio. Kila mtu yuko kwenye hatua fulani ya kukua kwake. Bwana Yesu asifiwe.
Cha muhimu neno linapotoka, kila mmoja ajiingize kwa nguvu. Kila mmoja ajiingizaje? Kwa nguvu. Sasa neno la ujumbe, ukiangalia ibada ya asubuhi utaipata vizuri, tulipata muda mzuri wa kusema. Neno ambalo Mungu anazungumza na kanisa la MTBC Jumapili ya kwanza ya mwezi wa kwanza ya mwaka 2026 ni neno ambalo nimeipa kichwa kumpenda Mungu. Kumpenda nani? Kumpenda Mungu. Yaani unapoondoka kwenye ibada leo, fahamu kwamba Mungu anaweka madai juu ya kanisa hili. Kumpenda Mungu. Kwenye hatua tuliofika, ili aendelee kufanya vitu vipya. Bwana Yesu asifiwe. Dai lake kubwa ni tumpende. Wafalme wa kwanza 3 mstari wa 3 sehemu ya kwanza ule mstari. Wafalme wa kwanza 3 sehemu ya kwanza. Suleiman naye akampenda Bwana. Alafu ni ajabu kwa sababu mnafanya ground breaking ya jengo jipya mwezi ujao. Huyu Suleiman ndo aliyejenga nyumba ya Bwana. Huyu mjenzi, sifa aliyokuwa nayo, alimpenda Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na baba yetu hapa ataweka utaratibu wa kutoa sadaka zetu za lile jengo. Nisikie mtu wa MTBC Moshi, usithubutu kudhani unaweza ukaichangia kazi ya Mungu. Fedha na dhahabu vyote ni mali yake. Anaweza akajenga bila wewe. Alipoumba dunia inayoonekana na isiyoonekana, alichukua sadaka kwa nani? Je, alijenga? Hakujenga. Kwa hiyo Mungu hahitaji sadaka ili ajenge, ila Mungu anahitaji ushiriki katika baraka ya kumuinulia nyumba. Ili unavyojenga ya kwake, yeye ajenge ya kwako. Daudi alikuwa na shauku ya kujenga nyumba ya Mungu. Mungu akamwambia hutanijengea. Hapa akasema mimi nitakujengea. Mimi nitakujengea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukisikia sadaka ya kujenga, usione unajenga nyumba ya Dickson, usione unajenga nyumba ya Eliza, unajenga nyumba ya Bwana. Mahali ambapo tutakuwa tukikutana na kuliinua jina la Mungu. Dickson ulisema miaka 5. Mimi naachilia neno miaka 3. Miaka 3 jengo litakamilika. Miaka 3 jengo litakamilika. Suleiman akampenda Bwana. Panja lazima isemwe kuhusu wewe. Panja anampenda Mungu. Yaani iseme kuhusu kila mmoja hapa ndani. Watu wa MTBC Moshi wanampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 1 hadi mstari wa 7. Kumpenda Mungu. Kumpenda Mungu. Kinachoniamshaga mimi kila siku saa 8 na uzee huu wa miaka 58, nampenda Mungu. Ni wala sioni taabu. Kazi yangu naanza saa 8, nitaenda nayo mpaka saa 4. Mimi hata hivi sijui nalalaga masaa mangapi. Okay, katikati ya siku natafutaga masaa 2 nalala. Ila mimi nimesha lose count. How many hours do I sleep? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi huwezi kunikuta mahali pengine popote. Kama sio nyumbani usiku nimelala, wakati wa mchana ofisini nafanya kazi. Niko kanisani na alitumikia kusudi la Mungu. Labda utanikuta nimepita sokoni wakati kunatakiwa, lakini sijui unikute viwanja. Hiyo nimewaachia wasaidizi wangu. Mimi nabeba maono viwanjani nafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu natambua umuhimu wa viwanja. Sasa nasema hii huduma ya MTBC, iwe MTBC baba, MTBC mwana. Hivi wote tukiwa viwanja, nani anamsaidia mwenzake? Sasa mimi ngoja nitulie ili wengine wote kama wanataka kwenda viwanja waende. Bwana Yesu asifiwe. Nasikieni, mimi siombi tu kwa ajili ya mimi napoomba, siombi tu kwa ajili ya MTBC Dar es Salaam. Naomba pia kwa ajili ya MTBC ambaye makao makuu yake yako Kilimanjaro. Hizo MTBC zote naziomba. Na ndio maana kila mmoja mwingine utamwona anamkimbia Dickson kwa sababu hawamuombei.
ila sisi tunaomwombea ile bond haiwezi kavunjwa, kwa sababu bond inatengenezwa kati ya aina tatu za watu, kati ya muombaji na yule ambaye anaomba naye. Watu wawili wanaomba pamoja, huwezi kuwatenganisha. Kati ya muombaji na yule anayemwombea, yani yule ambaye anaomba na yule ambaye anaombewa, huwezi kuwatenganisha. Afu kati ya muombaji na yule anayemuomba, yani wewe muombaji na Mungu, hamwezi kutenganishwa. Hamwezi kutenganishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka usijikwae kwa mchungaji wako, muombee. Alafu napenda kumwombea, usimwombee kwa akili yako. Wewe mwambie Roho Mtakatifu, niko hapa, nimekuja kumwombea pastor wangu, nisaidie nimwombee. Kwa sababu Roho Mtakatifu anatusaidia katika udhaifu wetu, maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo kuomba, lakini utusaidia kwa kuugua kusikoweza kufanya nini jamani? Tamkwa. Just pray for your pastor. Pray for your pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba, maombi yako yashikilie mchungaji wako. Utunzae mti, Biblia inasema atafaidi katika matunda yake. Atafaidi katika matunda yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi siwezi kufukuzwa kazi kwa sababu sikuomba kazi. Siwezi kufukuzwa, sikuomba. Mimi nilikuwa na yangu. Mungu akaja kaniambia acha, njoo huku. Ni yeye ndo ameniita. Ananifukuza alafu hivi kwa mfano unanifukuza Mungu, niende wapi? Nilikuwa na degree yangu, nilikuwa nataka niendelee na maisha yangu, umenitoa kwenye degree, umenileta kwenye kazi, alafu leo unanifukuza. Yaani Mungu umekuwa hivyo? Haiwezi kutokea. It cannot happen. Atanitandika, atanipiga, atanirudi, atanikata mabao, atanikata mitama, lakini hafukuzwi mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tambua, omba kwa ajili ya mchungaji wako. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie omba kwa ajili ya mchungaji wako. Mchungaji akitangaza maombi, njooni muombe nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor wetu. Yaani wewe unafikiri unamjua pastor wako? Mungu anamjua pastor wako kuliko wewe. Lakini bado amemchagua. Bado amempaka mafuta. Bado anafanya kazi. Yaani vetting ya Mungu amepita. Who are you? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo wapende tu hawa. Kazi yao ni ngumu, naijua. Kwa sababu mimi si niko huko. Kwa hiyo wapende tu. Wapende. Wewe usione macho yetu makavu. Tuna machozi mengi. Yaani kama ni ile chupa machozi tunaijaza dakika 2 tu. Dakika 2 tu. Lakini sasa tukilia na wakati tunaongoza watu, wao wafanyaje? Kwa hiyo wacha tujitie nguvu kwa ajili yao. Jamani, tuko kwenye hii kazi sio kwa ajili yetu. Ni kwa ajili yenu, watu wa thamani wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yupo aliyejitoa kwa ajili yenu. Afu akasema na sisi tujitoe kwa ajili yenu. Tukasema ndio Bwana, tutajitoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Efeso 2 anasema Ufunuo sura ya 2 mstari wa 1. Ni kanisa la Efeso linazungumziwa pale, ndio maana nikaenda Efeso. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 1, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika. Yaani Mungu au Yesu ana ujumbe kwa ajili ya kanisa la Efeso, lakini ule ujumbe lazima aupitishe kwa malaika wa hilo kanisa. Anasema haya ndio anenayo yeye azishikae hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Vinara ni kanisa. Vinara 7 maana yake kulikuwa na makanisa 7 ya Asia ambayo Yesu aliyasemesha. Anasema mstari wa pili, na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na yakuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume nao sio, ukawaona kuwa waongo. Yesu siku zote anaanza kwanza kulisifia kanisa katika maeneo ambalo linafanya vizuri. Hapa hasemi na kanisa la Efeso kama tunavyosoma, anasema na MTBC Moshi. Mstari wa 3 anasema tena, ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Ni hatari sana ukichoka kwenye kazi ya Mungu. Mstari wa 4 anasema, lakini nina neno juu yako. Yaani pamoja na vitu vyote anavyowasifia kanisa la Moshi, ana neno juu yenu, ya kwamba umeuacha upendo wa kwanza.
hicho. Ndio Mungu anasema na nyie mwanzoni mwa mwaka. Sawa, unakuja kanisani, sawa, unatoa sadaka, sawa, uko kwenye moja ya ministry teams ambazo ziko humu ndani, lakini anasema umeuacha upendo wako wa kwanza. Mstari wa 5, basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu. Kutubu, pata change of mind, badilisha unavyowaza. Anasema ukayafanye matendo ya kwanza. Kwa hiyo Mungu ameona vile tumeacha upendo wa kwanza kwa sababu tumeacha matendo ya kwanza. Tumekuwa kuliko tulivyokuwa mwanzoni. Kanisa labda ni mara 8, mara 10, mara 20 kuliko lilivyokuwa mwanzoni. Na ongezeko linatoka kwake. Mungu amewabariki, ndio maana mnaongezeka. Lakini kuna kitu Mungu anakimisi kwenu. Anamiss upendo wa kwanza. Hana hasira na nyie, hana. Yeye anawapenda. Hapa anazungumzia ninyi kumpenda yeye. Ninyi kumpenda yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na anasema maneno, lakini usipofanya hivyo naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Ina maana kanisa la MTBC Moshi linasemeshwa kwamba litapoteza position yake, ikiwa inamaanisha bado position yetu tunayo. Bado position yetu nini? Tunayo. Sasa ili tusiipoteze, anazungumza na sisi, kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukarudie matendo ya kwanza. Kwa sababu upendo sio nahau. It's not a noun. Upendo ni neno la kutenda. Nafikiri hebu tuangalie waraka wa kwanza Yohana 4:18. Waraka wa kwanza Yohana 4:18. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:18. Anasema 3:18. Hebu tuende 3:18. 3:18. Anasema watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Kwa hiyo usiseme tu God I love you. Mjukuu wangu Dorcas na timu tunaimba nyimbo za kumpenda Mungu na zinashusha uwepo. Bwana Yesu asifiwe. Ila swali, mnaoimba nyie wenyewe mnampenda Mungu? Baraka ya Mungu ndani ya Kristo Yesu haitegemei tunachofanya. Inategemea Yesu alichofanya. Kwa hiyo unaweza ukawa unatembea kwenye baraka za Mungu kwa sababu ya kile ambacho Yesu amefanya, ukafikiri unatembea kwenye hizo baraka kwa sababu Mungu hana neno na wewe. Na hana neno kwa sababu kuna maeneo unafanya vizuri. Mwambie jirani yako, kuna maeneo unafanya vizuri. Hili kanisa la Efeso lilikuwa na maeneo mengi lilikuwa linafanya vizuri. Na mimi kanisa la MTBC Moshi kuna maeneo mengi mnafanya vizuri. Ila upendo, kumpenda kwetu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa swali, kwa nini Mungu anasema na sisi kuhusu upendo mwanzo wa mwaka? Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 13. Wakorintho wa kwanza 13 na mstari wa 13. Anasema basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika haya lililokuu ni upendo. Tungetumia neno sahihi zaidi, lililo la kipaumbele ni upendo. Kwa sababu ukisema lililo kuu inaonekana kama vile tumaini na imani havitakiwi. Vyote vinatakiwa. Lakini kipaumbele, kile ambacho unakitanguliza, lazima kiwe ni upendo wako kwa ajili ya Mungu. Alafu ndipo inafuata imani,
na tumaini. Haimaanishi sasa hivi ndani ya kanisa la MTBC Moshi hakuna imani na tumaini. Inamaanisha upendo ukiwepo, matokeo ya tumaini na imani yatakuwa makubwa sana ndani ya kusanyiko. Matokeo ya upendo, ya tumaini na imani yatakuwa makubwa sana katika kusanyiko. Kwa hiyo sababu ya kwanza ndio hiyo kwenye Wakorintho wa kwanza 13:13. Sababu ya pili, kitabu cha Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 6. Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 6. Wagalatia sura ya 5. Sijui kwa nini huyu mtu amesikia 16 wakati mimi nimesema 6. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno, wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Kwa hiyo kuna imani ya ajabu ndani ya kanisa la MTBC Moshi. Kwa washirika wa MTBC Moshi wana imani ya kufanya vitu vikubwa. Lakini kwa nini imani yetu haizai matunda? Kinachofanya imani ifanye kazi ni upendo tulionao kwa ajili ya Mungu. Upendo tulionao kwa ajili ya nani jamani? Kwa ajili ya Mungu. Ndio maana Mungu anatusemesha kwamba kumbukeni ni wapi mlipoanguka, mkatubu, mkarejee, mkatende matendo ya mwanzo. Kwa nini? Yeye anafikiria nini? Anafikiria kusababisha imani zetu zitende kazi kuliko ambavyo zilikuwa zikitenda kazi. Wakorintho wa kwanza, jambo la tatu, Wakorintho wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 9. Hivi kuna ile jengo letu jipya tutaweka AC, si ndio? Maana kuna miezi Moshi mnatutoa knockout hata Dar es Salaam. Sasa mama siku ile alikuwa anatucheka kwamba hapa pana joto, alikuja Eliza juzi. Sema, "Hey, mchungaji kuna joto." Yaani mimi hapa nasikia joto hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna jengo letu jipya, lazima kiyoyozi kitakuwepo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wanapotamka amen ni kama vile una uhakika litakuwa. Mwambie jina yako hutaamini. Hutaamini. Yaani unaona lakini unasema siamini. Sasa kama nakuona uamini, basi hata Tomaso anakuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema lakini kama ilivyoandikwa, angalia hapa, mambo ambayo jicho halikuyaona, wala sikio halikuyasikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu. Yaani kuna mambo ambayo Mungu anataka afanye kwa ajili ya MTBC Moshi kama kanisa na huduma. Lakini pia kuna mambo ambayo anataka afanye kwa ajili ya mtu mmoja mmoja MTBC Moshi. Mambo ambayo jicho halijawahi kuona, sikio halijawahi kusikia, wala haijaingia katika moyo wa mwanadamu. Lakini anasema nini hapa? Anasema mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Sasa mimi nasema hivi, yameshaandaliwa ili kuyapokea mpende Mungu. Yameandaliwa tayari. Lakini vetting inayofanyika ili upate, Mungu anachoangalia katika maisha yako, unampenda? Kama unampenda, anaachilia. Asweri walikuwa nampenda sana Esther. Esther akaenda mbele za mfalme kinyume cha sheria, akamnyoshea fimbo ya dhahabu, akamwambia, omba lolote utakalo, nitakupa hata nusu ya ufalme, kwa sababu alikuwa anampenda mke wake. Suleiman tumesikia imeandikwa kwamba alikuwa anampenda Mungu. Kama mfalme alikuwa anawajibika kutoa fahali mmoja tu kama sadaka, lakini yeye kwa sababu alikuwa anampenda Mungu, yani alisababisha mito ya damu, alitoa mafahali 1000. Yani Mungu kwenye utaratibu ameweka mmoja. Kusema Mungu, yani unibariki hivi nitoe fahali mmoja? Akatoa 1000. Alipolala usiku Mungu akasema sasa hii simpi ufunuo, naenda mwenyewe. Akaja akamwambia Suleiman, omba lolote utakalo nami nitakupa. Unaponukuu kwamba Mungu nakuamini, lolote nikuombalo utanipa, hakikisha unampenda kama Suleiman alivyokuwa anampenda. Suleiman alikuwa na issue. Hebu mwambie jina yako, Suleiman alikuwa na issue. Mke mmoja alikuwa hamtoshi, 10 walikuwa hawatoshi, 100 walikuwa hawamtoshi, 200 hawamtoshi, 700, na bado akawa na nyumba ndogo 300. Pamoja na hiyo skendo, mwambie pamoja na hiyo skendo, alikuwa anampenda Mungu. Upendi Mungu alichofanyia? Jinyonge. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu apewe sifa. Alikuwa anampenda nani? Mungu. Alikuwa anampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jibu zuri unaloweza kumpa mtu anayekusema, anayekusengenya, mpende Mungu. Afu Mungu atakufanyia vitu. Yule mtu ataanza kuomba, Mungu kama unanifanyia hivi nichukue. Akuchukui. Anaandaa meza mbele ya huyo unayemsema, machoni pa adui wake ambaye ni wewe hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kichwa chake anakipaka mafuta, kikombe chake kinafurika. Unamchukia kiongozi wa ibada, Jumapili ijayo akija anakuja na nyimbo mpya yenye upako zaidi ya ile ya Jumapili iliyopita. Mpaka inafika mahali huyu tumfanyaje? Mwenzio anampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakatai kwamba ana mapungufu, anayo. Bado Yesu ananishughulikia, lakini wakati ananishughulikia, amenikubali hivi hivi nilivyo. Nifanyaje isipokuwa kumpenda? What do I do? Nampenda tu. Vetting ya serikali wasingenichukua. Serikali ya kijiji wasingenichukua. Wajumbe wa nyumba 10 wasingenichukua. Kwenye familia yetu wasingenichukua. Ila Mungu alifanya aoni akanichukua. Hapa akasema anza, alafu mimi nitaendelea kukushughulikia. Mungu hatumii wakamilifu, anakamilisha anaowatumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mpende Mungu. Just love God. Wewe pastor unaamka saa 8 kwa sababu ili uweze kufika ofisini saa 9. Umechelewa sana kuamka saa 8. Jiandae. Alafu toka nenda ofisini. Au kitanda chako kina miba? Kitanda changu kizuri sana. Godoro zuri sana la spring la inchi 14. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali anaweza nikaswitch wakati nimelala linanitingisha tu hivi nalala. Lakini saa 8 naamka. Acha wewe unalala kwenye mkeka mpaka kuna kucha. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamka saa 8. Saa 9 kasoro 20 nawasha gari. Naendesha kwenda ofisini. Bwana Yesu asifiwe. Sio mara moja. Mimi sina Christmas, sina birthday. Kwa nini? Nampenda Mungu. Najua alichonifanyia. Najua anachoendelea kunifanyia. Najua anavyonichukulia. Najua anavyonivumilia. Najua anavyoenda na mimi hivi hivi tu nilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiendelea kukamilisha kazi yake ndani yangu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unataka kutembea kwenye upeo wa mambo ambayo jicho halijaona, sikio halijasikia, wala haijaingia katika moyo wa mwanadamu. Unataka kutembea katika upeo huo. Just love God. Ikitu huombi ili ufanyiwe. Unampenda Mungu ili ufanyiwe. Viko vitu vya kuomba, hii sio mojawapo. Mgeukie jirani yako mwambie hii sio mojawapo. Kwa akija nabii akitabiri juu yako, this year the Lord is going to do for you things that the eyes have not seen, ears have not heard. Uko hallelujah. Ukishamaliza hallelujah, kampende Mungu. Nenda kampende Mungu. Kampende Mungu. Neno litatimia. Jambo la 4. Alafu Dickson, mbona kama Roho Mtakatifu anataka anirudishe nije kumaliza ujumbe Jumapili nyingine? Hataki nimalize. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nikitaka kukimbia, Roho Mtakatifu anasema ni wewe unafundisha au ni mimi? Acha speed. Acha speed. Haya, tuende kwenye kitabu cha Warumi 8:28. Warumi sura ya 8 na mstari wa 28. Ikitokea nasema na kanisa la Dar es Salaam ujumbe kule ambapo tutasema kwa ukamilifu, nitawashtua alafu mtaifuata toka kule kwenye akaunti yetu, mtahamishia kwenye akaunti ya huku. Ngoja tusikimbie. Unajua ukimlisha mtoto kijiko haraka haraka atapaliwa. Hebu twende taratibu, ngoma iingie. Bwana Yesu asifiwe. Warumi sura ya 8. Naomba tu msinibadilishie tena kalenda. Mimi Jumapili ijayo niwe kanisa. Niwe kanisani. Warumi sura ya 8 mstari wa 28 anasema nasi twajua. Haya ni nzuri kujua. Ya kuwa katika mambo yote. Mambo mangapi? Mambo mangapi kanisa? Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Hafanyi kazi na kila mtu. Anafanya kazi pamoja na wale wampendao. Unataka Mungu afanye kazi pamoja na wewe katika biashara yako? Mpende. Unataka afanye kazi pamoja na wewe katika masomo yako? Mpende. Unataka afanye kazi pamoja na wewe katika miradi yako? Mpende. Nasi twajua.
Katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Kwa hiyo mema katika maisha yangu haitegemei mazingira yangu, inategemea mimi kumpenda Mungu. Mazingira yawe mabaya, mema yatakuja. Mazingira yawe mazuri, mema yatakuja. Mazingira yawe ya kipepo, mema yatakuja. Mazingira ya uwepo wa Mungu yakiwepo, mema yatakuja. Nasi twajua katika mambo yote Mungu hutenda kazi pamoja na wale wampendao. Kwa hiyo mpende Mungu ili atende kazi pamoja na wewe katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Ina maana kitu kingine ambacho hili andiko linasema, kumpenda Mungu ni muhimu kuliko kusudi nililobeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumpenda Mungu ni muhimu kuliko kusudi nililolibeba. Lakini haimaanishi nimpende Mungu niache kusudi. Vipaumbele. Hebu sema pamoja nami, vipaumbele. Mungu kumpenda, alafu kusudi nafuata. Jambo la 5, Zaburi ya 91:14 na mstari wa 15. 14 mpaka 16. 14 mpaka 16. Bwana Yesu asifiwe. Alafu jamani, nisikie kina mama anasema ebe, nisikie kina baba anasema naam. Tumepewa masikio mangapi? Na mdomo? Sikia zaidi kuliko kusema. Uwe mwepesi wa kusikia alafu kauka. Mwambie jirani yako sikia alafu kauka. Unajua sikia, ukielewa kila kitu ambacho Mungu anafanya, na wewe ni Mungu vile vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi ukaelewa. Yaani Yuda anatembea na mkwe wake, anazaliwa Perezi, afu yupo kwenye uzao wa Yesu. Explain that. Elezea. Yakobo anaoa mtu na mdogo wake, alafu mtoto wa mmoja wa wale wawili anaitwa Yuda. Yesu anatokea pale. Hebu muweze jirani yako, ushuhuda gani huo? Muulize, ushuhuda gani huo? Bwana Yesu asifiwe sana. Salmoni, sijui na nani yule mwingine hatupewi jina, wanaenda Yeriko kwa uoga, wanaenda nyumbani, wanaenda kujificha nyumbani kwa kahaba. Salmoni usiku yanamzidi. Anatoka kule juu darini alipokuwa amefunikwa, anateremka ndani ya nyumba. Anamwambia Rahabu, nilikuwa na kitu kidogo hapa, si unikumbuke? Sema wewe si mtumishi wa Mungu. Nikumbuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema haya mambo hayawezekani, kama unanitaka mimi nioe. Ndio ikaishia Salmoni anaoa kahaba. Salmoni akaoa nani? Kahaba. Alimpenda tu. Sema alimpenda tu, lakini ni kahaba. Alafu Mungu asipo na dogo, mwambie jirani yako Mungu hana dogo. Akamuingiza Rahabu kwenye uzao wa Yesu. Kwa Wayahudi, sema kwa Wayahudi. Mimi sijui wewe unasomaje Biblia. Kwa Wayahudi wanawake hawatajwi kwa majina. Lakini kwenye uzao wa Yesu kuna wanawake 5 wametajwa, na kila mwanamke ni skendo. Kila mwanamke ni skendo. Hakuwatoa, aliwaacha. Kama Mungu angetaka kufunika ushuhuda unyoke, angesema tu wanaume fulani alimzaa fulani. Wewe hujui alimzaaje? Yaani anaficha, lakini kule alimake sure. Daudi ameacha mkewe, kaenda katembea na mke wa mtu mwingine, afu mtoto wake, badala ya mtoto wa mke halali kuingia kwenye uzao wa Yesu, yule Suleiman bastard mwanaharamu kaingia kwenye uzao wa Yesu. Kwa sababu si kwa matendo, ni kwa neema. Unasema kwa nini? We nani umuulize Mungu? Kama alivyotuambia rais wetu, who are you? Yaani we ni nani? Umuulize Mungu. Mungu afanya atakalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani ukielewa Mungu alikutoa wapi mpaka uko hapo, hutasikia kichefuchefu na jirani yako. Ukimwangalia jirani yako utajua ushuhuda mwingine unatengenezwa kama wangu ulivyotengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Unapomwona kanisani mtu ana matukio, ana mafuta maalum ya matukio, unajua pale ushuhuda mwingine unaandaliwa.
Ushuhuda mwingine unaandaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hivi unafahamu Ruth? Hebu sema Ruth. Hivi unafahamu Ruth alikuwa ni mtoto mdogo sana. Hakuwa na umri wa kuolewa na Boaz. Hivi unafahamu kwamba Boaz alikuwa anamuita Ruth mwanangu? Njemba ikaoa mwanae. Sugar daddy. PDG. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaoa Ruth. Afu Mungu asivu na dogo. We nani? Akamuingiza kwenye uzao wa Yesu. Kamuulize, utakutana na maneno ya Samia, who are you? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu hafanyi hivyo kwa kujigamba. Anataka kuonyesha hakuna mwenye mwili ambaye kwa CV yake anaweza akaingia kwenye mpango wangu. Mimi ndo nawasivisha, kama ni Kiswahili hicho, watu. Mimi ndo nawasivisha watu. Bwana Yesu asifiwe. Anyway, turudi Zaburi ya 91. Anasema kwa kuwa amekaza kufanya nini? Kwa kuwa amekaza kufanya nini? Kunipenda. Ani ni itu. Emo mwambie jirani yako, ni hii tu. Wao utafuta vitu vingi, ni kukaza kumpenda. Anasema nitamuokoa. Nazungumza na kila mmoja ambaye anapita mahali ambapo hapendi kupita. Umeomba, umeombewa, umetoa sadaka, umetabiriwa, kila kitu umefanya, utoki. Badilisha strategy, mpende. Ukimpenda atakuokoa, sio tu atakuokoa, atakuweka palipo juu. Atakuweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu. Mstari wa 15. Ataniita nami nitamuitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni. Unaona, watu wengi Mungu iko kama hawaitikii. Kwa sababu Mungu anajua humpendi. Wewe unapenda tu kile anachoweza kukufanyia. Kwa hiyo na yeye kakukaukia sasa. Kila ukija tu una bomu. Una upendo na Mungu ukija tu. Yaani ukiwa na shida ndo utanyenyekea. Ukiwa na shida ndo utakuja kwenye ibada. Ukiwa na shida utafunga mifungo ya kanisani. Ukiwa na shida utatoa sadaka. Ukiwa na shida, yaani wewe kila unachofanya kina sababu nyuma yake. Huwezi ukafanya tu kwa sababu unampenda. Just do it because you love him. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani Eliza unajisikiaje? Dickson akija tu akaambia 5,000,000 hii hapa. Ya nini mume wangu? Utajua mwenyewe bwana. Hiyo 5,000,000 unajua ina tofauti na hata 1,100,000 ambaye umemwomba kwa sababu kuna kitu unataka ufanye nacho. Yaani ina maana Diki amenifikiria tu, ananipa tu hela. Ananipa hela. Na ndio maana watoto wetu wa kike wanabebwa. Yaani inakuja njemba tu. Anaona anatumia kitochi, kinaitwa nini kile? Kiswaswadu. Anachukua iPhone 17 anampa. Anauza ya nini? Wewe hutakiwi kutumia simu hii. Anampa alafu anaondoka. Ile zawadi itaongea yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa Mungu, yani kuna wakati, hebu ifike mahali tu Mungu akufanyie. Yani mpaka nina ushuhuda. Nataka nitoe sadaka ya shukrani. Ukija hapa mbele, kila ukianza neno, unaanza herufi ya kwanza alafu unaanza kulia. Sababu ukipima, mimi nastahilije haya yote Mungu anayenifanyia? Nimefanya nini ili anifanyie? Ukitaka kutembea kwenye realm hiyo, mpende tu Mungu. Mpende tu Mungu. Na tutakwenda kuona tunampendaje Mungu. Rahisi. Hebu sema kumpenda Mungu ni rahisi. Sema tena kumpenda Mungu ni rahisi. Ataniita nami nitamuitikia. Anasema nitakuwa pamoja naye taabuni. Taabu sio shida. Taabu ukipita mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukipita naye, Daudi akasema nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Why? Uko pamoja nami. Moto hawezi kuniunguza, maji hawezi kunizamisha, simba hawezi kuniuma. Why? Uko pamoja na mimi. Shimo haliwezi kunimeza, kaburi haliwezi kunipokea. Why? Uko pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Napata ajali hata mfupa mmoja hauvunjiki. Why? Uko pamoja na mimi. Kwa sababu gani? Nakupenda. Yaani kuna maombi mengi sana yatapungua na wewe ukimpenda Mungu. Yaani mpende tu Mungu. Hutakuwa na haja kwamba sasa nasafiri naenda Dar es Salaam, naomba unilinde. Wewe mpende tu, atakulinda. Kwa sababu wanaompenda Mungu ni wachache. Analazimika kuwalinda kwa nguvu yote ambayo anayo mbinguni. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu apewe sifa. Kila mtu mwingine ana ajenda ya kwake kwa Mungu. Na siku hizi tumeharibu washirika. Tunafanya Ukristo uwe agenda driven. Njoo kwenye mkesha, Mungu atakuvusha. Ala, asiponivusha nisije? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama sio wakati wangu wa kuvuka, je? Wewe njoo kwa sababu nampenda Mungu. Njoo kwenye ibada kwa sababu nampenda Mungu. Toa sadaka kwa sababu nampenda Mungu. Tumikie kwa sababu nampenda yeye. Alafu weka deni. Hivi Suleiman angeomba maombi gani ya kupewa hekima aliyokuwa nayo, ya kupewa utajiri aliyokuwa nao? Mpaka Malkia wa Sheba anakuja anasema kwamba sifa nilizosikia huko ni ndogo kuliko ambazo naziona. Maana wafanyakazi wako wanavaa vizuri kuliko wafalme kule nilikotoka. Alizimia Malkia wa Sheba, alizimia mpaka akarudi na mimba kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye hajaelewa imepita hiyo, siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Mpende Mungu. Mwambie jirani yako mpende Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa naona hapa Bishop Dickson anamtambulisha baba yake. Leo tutapata ujumbe fire. Leo tunapata ujumbe mahaba ya Mungu yainuke tena. Mahaba kwa ajili ya Mungu yaamke tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema nitakuwa pamoja naye taabuni. Alafu anasema nitamuokoa na kumtukuza. Na hii anairudia mara mbili. Kwenye mstari wa 14 amesema, kwenye mstari huu anasema promotion yako ipo. Shida yako huna mahaba na Mungu. Unajifanya unaringa. Nikimwonyesha Mungu nampenda sana atajisikia. Asijisikie kwa nini wakati amekuokoa? Asijisikie kwa nini wakati amekununua? Asijisikie kwa nini wakati amekuepusha na hukumu ya milele? Lazima ajivunie wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hapo unajua saa zingine tunakuwa hatujui thamani yetu. Thamani ya kitu ni kile nilicho tayari kutoa ili kukipata. Nilicho tayari kutoa ili nikipate. Thamani ya mwanadamu ni kile ambacho Mungu alikuwa tayari kutoa ili akipate. Mzee wa biashara unajua, nikitoa shilingi 10,000 ina maana nimethaminisha kile kitu ni shilingi 10,000. Nikitoa malaika, nimemthaminisha mwanadamu ana thamani sawa na malaika. Nikitoa makerubi, nimemthaminisha mwanadamu ana thamani sawa na makerubi. Nikimtoa mwanangu ambaye nimejitoa mimi, nimemthaminisha mwanadamu, nikamwona ana thamani sawa na mimi. Kwa hiyo najitoa mimi ili nimpate. Hiyo ndio thamani nilionayo. Kama mtu mwingine hajui thamani yangu, yupo aliyejua thamani yangu. Alinipenda akamtuma mwanae, na mwanae akanipenda akatoa uhai wake kwa ajili yangu. Anajua thamani yangu. Na mimi pia najua thamani yangu. Ukinipenda, jina la Bwana libarikiwe. Hata usiponipenda, Mungu ananipenda. Who are you? Bwana, mimi napendwa na Mungu alo. Napendwa na aliyeziumba mbingu na nchi. Napendwa na Yesu. Sio tu ametoa uhai wake kwa ajili yangu. Alipanda mkono wa kuume wa Mungu Baba baada ya kumaliza kazi. Anadumu kufanya maombezi kwa ajili yangu. Kwa hiyo nakushauri. Mwambie jirani yako anakushauri. Mpende tu. Na mimi ndio maana nakupenda tu kwa sababu ya thamani ulionayo kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. 16. Asiafu muda unakimbia. Kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonyesha wokovu wangu. Siri ya maisha marefu. Pende Mungu. Pende Mungu. Haya sasa twende kwenye kitabu cha Mathayo 22. Mstari wa 34 mpaka mstari wa 40. Mathayo 22:34 mpaka 40. Na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mstari wa 35. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati amri ipi iliyo kuu? Yaani anaposema amri ipi iliyo kuu, ni amri gani ambayo hata ufanye zingine zote ni kazi bure? Hiyo usipoifanya ni kama hujafanya chochote. Mstari wa 37. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote,
kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Na ili hapa Yesu ananukuu toka Kumbukumbu sura ya 6 mstari wa 4 na wa 5. Sasa ukienda kule ukiangalia utakuta kuna kitu kingine cha 4 kinaongezeka, nguvu. Yaani tunatakiwa kumpenda Mungu kwa vitu vyetu vinne. Moja, nguvu zetu zote. Nafikiri sijui ni miaka michache iliyopita nilikuwa nafuatilia ibada za huku. Nilimwona Bishop Dickson alifundisha kuhusu upendo. Akafundisha kumpenda Mungu kwa nguvu ni kumpenda Mungu kwa ulivonavyo. Ulivonavyo. Na ulivonavyo ni vitatu: muda, kipawa, talanta, ujuzi, uwezo, fedha na mali. Kwa hivyo ndivyo tunavyompenda Mungu kwa nguvu. Na anataka tumpende kwa nguvu. Nguvu zangu zote. Sio kwamba anataka zote, lakini anataka tuwe tayari kutoa zote akitaka. Akitaka yeye, sio nikitaka mimi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia anataka tumpende kwa akili. Akili zetu zote. Alafu anataka tumpende kwa moyo, hisia yetu yote, na kwa roho yetu yote. Kwa anataka tumpende Mungu. Ndio ya kwanza. Anasema mstari wa 38. Anasema hii ndio amri iliyo kuu tena ya kwanza. Hii isipokuwepo kila kitu kingine unachofanya bure kabisa. This has to be in place first. Lazima tumpende Mungu kwa nguvu, moyo, roho, akili zote. Ya kwanza tena iliyo kuu. Afu anaenda mstari wa 39. Na ya pili yafanana nayo. Ina maana hakuna amri mbili, ni moja tu. Sababu si inafanana. Kwa ya pili anaelezea mtu anayempenda Mungu anafananaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama unampenda Mungu, hiki kitakuwepo. Kama hakipo, cha kwanza hakipo. Haiwezekani ya pili iwepo wakati ya kwanza haipo. Haiwezekani ya kwanza iwepo ya pili isiwepo. Ya pili ni tafsiri ya nini maana ya kumpenda Mungu. Angekwepa hapa mdogo wetu Miriam, ni kwenye document ya kisheria unaelezea maana ya maneno yanayotumika. Kwamba tunaposema kanisa tunamaanisha mission to the broken communities. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ana qualify kumpenda Mungu. Sio kwamba eti kuna amri mbili, ni moja tu. Ila hili ya pili anasema inafanana nayo. Kwani kama inafanana nayo inakuwaje ya pili? Haiwezi kawa ya pili. Inaelezea. Anasema nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Ukimpenda Mungu utajipenda. Ukimpenda Mungu utampenda jirani yako. Kinachotangulia sio kumpenda jirani. Kinachotangulia ni kujipenda wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu nitampenda jirani kama nafsi yangu. Je, unajipenda? Ukiona una low self esteem, unajichukia, unajidharau, unajiona sio thamani, unajiona ufai, shida, humpendi Mungu. Ukimpenda Mungu utajipenda wewe. Nani utakaa mbele ya kioo utasema aise, Mungu alinunua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu unajua Mungu alipokuwa anavua alikuwa hatumii jarife. Alikuwa anatumia ndoano, analenga panja, anamleta. Dennis anamleta. Dickson anamleta. Carlos anamleta. Hakusanyi tu, anachagua. Hebu sema nimechaguliwa. Sema tena nimechaguliwa. Usifikiri Mungu alikuwa hana kazi alipokuokoa. Yeye alipita akasema hivi leo, wewe ni cheki. Akaingia kwenye mnada wa watumwa. Mnada wa watumwa. Akasema mtumwa wangu, mtumwa gani anafaa? Huyu anaitwa nani? Huyu anaitwa Daniel Simbi. Anamcheki, anamzunguka. Huyu hapa, kaa vile. Anazunguka kisha afa anamuuliza bei gani? Akasema hii utaiweza? Taja bei yako. Hii utaiweza kweli mzee? Taja. Itabidi ufe. Hiyo tu. Kwa ajili ya vichwa hivi. Kwa ajili ya thamani hivi. Akaenda. Unajua Yesu alipokuwa msalabani anavumilia maumivu. Alikuwa anakuona Noeli. Alikuwa anakuona Dani. Alikuwa anakuona Lili. Alikuwa anakuona Mr. and Mrs. Dennis. Alikuwa anawaona.
alipokuwa anateseka msalabani, wewe ni wa thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua binti yangu Debora, watakudharau, hawajui thamani yako, hawajatoa hata jasho lao kwa ajili yako. Yuko aliyemwaga damu yake kwa ajili yako. Ndiye anayejua thamani yako. Ndiye anayejua thamani yako. Ndiye anayejua thamani yako. Kwa hiyo mpende Mungu. Dennis, mpende Mungu. Anaposema kwamba ampendaye mke kuliko Mungu, hamaanishi usimpende mke, bali mpende Mungu. Ukimpenda Mungu, utampenda mke zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amani, unajua Mungu si either or. Anatuonyesha kwamba kipi kikitangulia, hivi vingine vyote vitapata maana. Akisema ampendaye baba na mama kuliko mimi, halinganishi ni kwamba umemtanguliza baba na mama. Kwa umeshindwa kumpenda baba na mama ipasavyo. Mpende Mungu, utampenda baba na mama ipasavyo. Anaposema apendaye watoto kuliko mimi, haweki mizania. Ni umekosea, umeanza kupenda watoto kabla ya Mungu. Lakini ukimpenda Mungu, utawapenda watoto hata kuliko unavyowapenda. Utawapenda kuliko unavyowapenda. Unawapenda watoto wako, lakini kwa sababu ya uwezo ulionao unawanunulia mitumba. Ukimpenda Mungu, utawanunulia watoto vitu kutoka Italy, kutoka France, kutoka GB, kutoka Marekani. Anasema anza kunipenda. Mimi sina wa challenge, sinakuja mwezi wa 8, kama sitakuja hapa katikati, sinakuja kwenye conference mwezi wa 8. Mpendeni Mungu, mtakuwa na ushuhuda kwamba pastor, ule ujumbe wa mwanzo wa mwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Usimsumbue Mungu kwa ajili ya mtoto. Mpende. Mwakani kabla majira haya utakuwa na mtoto. Weka priority. Mpende tu yeye. Kwamba Mungu vipi? Yani eti unataka mpaka akupe mtoto ndio umpende? Haitoshi kwamba alikununua? Basi mpende kwa sababu hiyo. Kwani anayetoa watoto ni nani? Na sikilizeni watu ambao hamjapata watoto. Watu waliookoka sio tasa, wamechelewa tu kupata watoto. Wamechelewa kupata watoto. Nenda kwenye Biblia kasome. Kila mwanamke aliyechelewa kupata mtoto alizaa jiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usimwingilie Mungu kwenye ratiba ya kukupa mtoto. Mpendeni Mungu. Pendaneni, mpendeni Mungu. Mambo mengine yatajiseti tu yenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hivi nani yupo? Jona yupo? Mume wako yupo? Nilimuona wakati fulani amesepa. Okay. Nyie mpendeni tu Mungu. Acheni maneno ya mawifi, sijui wakwe. Mbona haupati mtoto sijui nini? Naambia bwana Jona naambia nimewaoa nyie. Mimi nimeoa huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati wa Bwana atatenda. Mungu ana ratiba zake. Anajua kwa nini hizo ratiba zake. Unaona Yohana alitakiwa kumtangulia Yesu. Lakini alitakiwa kupita kwenye tumbo la Elizabeth. Angepata mtoto mapema, ingekuwaje sasa? Ina maana yani wangezaliwa kwenye majira mawili tofauti. Kabisa yani, wangezaliwa kwenye majira mawili tofauti. Ina maana huyu kusudi lake ni ili huyu aanze huduma. Sasa umezaliwa mapema. Yani by the time huyu anatokea, wewe ni mzee unatembea na kikongojo. Tena sio sauti ya mtu aliaye nyikani, ni mtu anayesubiri kufa. Lakini sasa ili we sauti ya mtu aliaye nyikani, Mungu ndo anajua ratiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ndo anajua nini? Ratiba. Mungu anajua ratiba. Alikuwa nani yule? Alikuwa nani? Alioa mtu na dada yake. Sio Yakobo, Isaka, Rebeka. Akaombewa na mume wake. Si alikuwa na force mtoto? Akaombewa na mume wake. Hakushika mimba ya mmoja, alishika wawili. Afu ashikaji kumbe bwana. Yaani angesubiri wakati wa Mungu asingezaa mapacha. Angeanza ya Esau kivyake, afu baadaye angetoka Yakobo. Sasa umemforce Mungu aweke wawili tumboni. Umemforce. Sasa wakaanza kupigana. Sasa anaanza kusema kama ni hivi ni afadhali nisiishi. Lakini akawa na akili akaenda kumuuliza Mungu. Akaambia mataifa mawili yako tumboni mwako. Anasema mdogo atakuwa mkuu juu ya mkubwa. Wakazaliwa. Wakati anazaliwa Esau, yani amemshika mguu anasema unaenda wapi?
Yaani ina maana kwamba Esau ameanza kudai Yakobo ameanza kudai haki ya mzaliwa wa kwanza tumboni. Ambia hutoki wewe kwanza, natoka mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Esau ilikuwa kitu cha mraba, akatoka yeye. Lakini Yakobo akasema uniache, wakatoka pamoja. Yakobo akasema nimefeli tumboni, fanya mistake moja tu tukiwa upande huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akakosea, akapata njaa, akaomba dengu, akasema ndicho nilichokuwa nasubiri. Akasema sasa ulichonikataa mimi nisitoke kabla yako, sasa nipe ile haki. Akasema inafaa nini wakati na njaa? Akasema sinaona, usingeniruhusu toka tumboni, kwani uingie gharama yote hii? Unajulikana umezaliwa wa kwanza, lakini haki ya mzaliwa wa kwanza unayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa msimpangie Mungu ratiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia ninayosoma mimi, watoto ni baraka inayotoka kwa Bwana. Amekupa mtoto wake akuokoe, kwa nini asikupe wa kwako? Wa kwake amekupa, kwa nini asiwape wa kwenu? It's just a matter of time. Ni swala la muda. Watoto ni baraka kutoka kwa Bwana. Uzao wa tumbo ni thawabu itokayo mikononi mwake. Kama mishale mikononi mwa mtu shujaa, ndivyo alivyo wana wa ujana wake. Utapata watoto kwenye ujana wenu. Amebarikiwa mtu yule ambaye podo lake limejawa na hao. Si kuna ushuhuda hapa, swali sota miaka mingapi kabla hajapata mtoto? Wanaye hawana? Afu kwa nini mwingine haji? Una uvivu? Kwa nini haji mwingine? Anakuja. Good boy, good boy. Bwana Yesu asifiwe. Kwa it's an issue of time. It's an issue of time. Na watumishi tusijivune kwamba tuliwaombea. Kairos moment ya mtoto kuachiliwa ilifika. Tungeomba, tusingeomba, angezaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ni swala la muda. Hebu sema pamoja nami, swala la muda. Kwa wewe mtu wa Mungu wa thamani, mpende Mungu. Ya pili yafanana na ya kwanza, kwa sababu hamna mbili, kuna moja tu ya kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yohana 13:30. Natakiwa kumaliza ngapi? Au muda wangu ushapita? Ndio natakiwa kumaliza. Basi ngoja nisome andiko hili la mwisho. Yohana sura ya 13. Yohana sura ya 13, au tuachane na Yohana sura ya 13. Tukianza hapa, sio lazima tumalize, mmeshaelewa. Mpende Mungu basi. Sasa niseme mpaka wapi? How many ways can I say it? Love God. Naweza nikaisema kwa namna ngapi tofauti? Mpende Mungu. Amen. Mungu akitupa nafasi inawezekana. Bado sija confirm. Wakati tunapoweka fanya ground breaking tarehe 21 itakuwa ni Jumamosi. Kwa ina maana Jumapili tarehe 22 nitakuwepo, nitamalizia ujumbe hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tusiforce, mwambie jirani yako tusiforce. Walisemaga mwaka uliopita mwaka wa kuforce. Tafuta kila mtu aliyesema mwaka wa kuforce. Kaforce nini? Mungu alazimishwi ndugu yangu, ana muda wake, ana ratiba yake. Basi acha nimshukuru Mungu Baba katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya neno ambalo limekuja. Asante kwa sababu ya kile ambacho umeshakusudia kufanya. Asante kwa sababu tumekumbushwa tukupende. Kama Suleiman alivyokupenda ndivyo na sisi tutakavyo kupenda. Mungu, kama ambavyo nimejicommit katika madhabahu hii, nitarudi kwenye ground breaking na nitakuwa hapa Jumapili ya tarehe 22. Basi Mungu kaliwezeshe hilo. Kaliwezeshe hilo katika jina la Yesu. Ili tuje tumalize hiki tulichokianza katika jina la Yesu aliye hai. Ila Mungu tumekuelewa ulichosema. Umesema tukupende wewe. Kila ambaye muujiza wake uko kwenye pipeline akikupenda, anatengeneza mazingira ya kukamilisha huo muujiza uweze kuachiliwa. Kumbuke kila mmoja aliyekuja kwenye ibada hii. Mkumbuke sawasawa na ahadi yako kwa kanisa hili. Ni mwaka wa kujengwa upya, ni mwaka wa kurejeshewa kwa upya, ni mwaka wa kuamshwa kwa upya, Bwana, katika jina la Yesu aliye hai. Sifa, heshima na utukufu tunakurudishia katika jina la Yesu. Mtu mmoja mwenye pumzi aseme amen.